Naam, karibu sana mtazamaji wa Asili Yetu TV popote pale ulipo, natumaini mzima wa afya. Nikukumbusha tu naitwa Uncle G na hii ni Asili Yetu TV. Sasa leo bwana, wacha tusafiri mpaka mkoani Mbeya, wilaya ya Mbalali, ambapo tunaweza kuangazia na mchungaji aliyoko pale atujuze msimu wa sikukuu nini ambacho amekiandaa sasa hivi, chakula cha kiroho bwana. Kwa wakati mwingine tunatakiwa kumkumbuka Mungu pia kwa ajili ya majukumu, lakini pia kwa ajili ya maisha ya kila siku ambayo yanaendelea. Na simu yake inaita mchungaji. Bwana Yesu asifiwe. Amen, asifiwe sana. Amina. Habari za Mbeya Mbalali? Ni njema kabisa, tunamshukuru Mungu. Kwa faida ya msikilizaji na mtazamaji, unaitwa nani mchungaji? Naitwa mchungaji Simon Erasto Msigwa. Simon Erasto Msigwa. Habari za Igawa Igawa tupo salama, tunamwona Bwana Yesu. Amina, ubarikiwe sana. Amina kubwa. Bwana, Asili Yetu TV tumekutafuta kwa ajili ya kuweza kuzungumza na wewe, utujulishe kuhusiana na siku ambazo tunaelekea sasa hivi. Tunaitafuta Pasaka. Tumejiandaa vipi kama mchungaji? Kama mchungaji nimewaandaa kondoo wangu kwa njia ya kwanza ya kuwapa malisho sahihi kama Mungu alivyoniita. Ndio. Kufanya kazi ya uchungaji kwa kuwalisha na kuwachunga kondoo wake. Ndio. Na hata sasa tunapozungumza, wapo kupewa malisho. Tuna semina ya wiki nzima. Ndio. Tulianza Jumapili tarehe 6 na tutahitimisha Jumapili tarehe 13. Ndio. Kama njia ya kuwalisha kondoo wa Mungu niliyokabidhiwa. Okay. Kuna siku moja nilipita kwenye mitandao ya kijamii, niliona maandamano ya wababa Igawa kanisani. Hii ilikaje mtumishi? Katika dayosisi yetu ya kusini ya kanisa la Kiinjili la Kilutheri, ndio tumeanza rasmi idara ya wanaume mwaka jana mwanzoni. Ndio. Na kwa hiyo mimi kama mchungaji na mwenyekiti wa idara ya wanaume katika jimbo la Chimala, ndio nilipoletwa kufanya kazi ya utume kwenye usharika wa Igawa, niliona ipo haja ya kufanya kongamano la wanaume na kuitangazia jamii ya kwamba sasa tunahitaji kumsaidia mwanaume arudi kwenye nafasi ndio ambayo Mungu alimuweka ili aweze kuwakomboa watu wengi ambao wanaume tumekabidhiwa majukumu tufanye badala ya Mungu hapa duniani. Okay. Ndio, na kwa hiyo niliandaa kongamano hilo kubwa tena la kuchinja mbuzi kabisa. Hilo waunganisha watu wengi katika jamii na lilileta furaha ya ajabu na ukombozi kweli kweli. Mimi nina uzoefu na wakazi wa Igawa. Vipi mapokeo yake, ilikuwaje? Mapokeo mwanzo wa kongamano walikuwa wanashangaa. Okay. Lakini kadiri tunavyoendelea nao waliingia kwenye mstari. Ndio. Na kwa hiyo pamoja na kushangaa, lakini bado waliingia kwenye mstari, walivutwa sana na jambo hilo la kuwaweka pamoja wanaume. Okay. Na hata sasa mapokeo sio haba. Okay. Una muda gani Igawa toka uingie sasa hivi kufanya huduma kwenye kanisa la Kilutheri hapo? Hapa Igawa nimeingia Oktoba 2024. Na mpaka sasa nina miezi kama 5 sasa. Ndio. Haizidi 6. Na mapokeo mtumishi, toka ulipofika mpaka sasa hivi, je, kondoo zinaongezeka au zinakimbia? Ongezeko la mabadiliko ni makubwa. Na hata watu wanakiri kwamba walitamani sana kupata haya wanayoyapata sasa. Okay. Na kwa hiyo wanafurahi, na kwa kweli tunachechemua. Natumia neno kuchechemua kwenye usharika huu na jimbo hili la Chimala. Okay. Na washarika wanachechemka kwa kweli. Wanakwenda kasi. Wanakwenda kasi na wanamwona Yesu akiwahudumia. Unafikiri kwa nini wanaenda kasi? Ni kulingana na mtumishi ambaye wamempata au namna gani? Hilo ni jibu. Lakini pia mimi siku zote huwa ninaamini kwamba
watu wanaweza kwenda kwa sababu ya kiongozi waliye naye. Okay. Kwa hiyo vile kiongozi atakavyokuwa ndivyo watakavyokuwa wanaongozwa. Okay. Kwa hiyo ni majira na wakati husika. Mungu aliamua kwamba katika majira haya na nyakati hizi wawe na kiongozi huyu ili wakimbie wapate mabadiliko ya kutosha. Okay. Ndiyo. Na kuelekea sasa msimu wa Pasaka huu, umesema kwamba mpaka sasa hivi mko na semina ambayo inafanyika. Mapokeo ya watu wako ikoje? Kanisa linajaa? Ya, kanisa linajaa, lakini watu wanafunguliwa vifungo sana. Okay. Na kila mtu akihudumiwa kwenye semina anakiri kwamba Mungu yupo mahali hapa kuwahudumia watu wake. Okay. Na kwa kweli watu wanaenjoy, na mimi nimewaambia nataka watu waigawa wapate raha. Wapate kufunguliwa. Ndiyo, wapate raha, na tunapokea hapa watu kutoka pia sharika zingine. Wanakuja kupata huduma hapa. Ndiyo. Na wanapokea huduma hizo kwa furaha. Sio kwamba ni huduma kwa wanaigawa pekee, ni watu wa vitongoji mbalimbali na sharika mbalimbali. Ndiyo. Tunawapokea na watu wa dini nyingine, madhehebu mengine, wanakuja kwa kweli kupata raha mahali hapa. Okay, na sisi Asili Yetu TV siku moja tunatamani tuje tushiriki ibada. Tutawapokea kwa furaha sana. Amina. Na mimi ni watumishi wa Mungu. Amina, amina. Hapo pembeni tuliona kuna ujenzi wa kanisa ambalo linaendelea. Maendeleo yake yakoje mpaka sasa hivi? Maendeleo yako vizuri, tunamshukuru Mungu. Mpaka sasa, toka kipindi nimefika mpaka sasa tumekwisha shona kuta. Ndiyo. Ilikuwa zijashonwa kuta, kwa hiyo kanisa jengo lote limeshashonwa kuta. Na hivi sasa tunaandaa harambee tarehe 20 mwezi wa 7. Asili Yetu TV tutakuwepo hilo. Karibu sana. Tunafikiri kufanya harambee kubwa itakayokamilisha kupata bati na ufundi milioni 60. Milioni 60 tunaitafuta hiyo tarehe. Ndiyo, tunaitafuta hiyo tarehe, na sasa harakati za kuandaa harambee zimekwisha anza. Ndiyo. Na kwa spidi kubwa. Okay. Tunatarajia tufunike jengo hili mwaka huu na watu waingie kulitumia jengo hili jipya. Amina. Haya, sasa tuna Pasaka ndio hiyo hapo sasa inakuja. Unawaambia nini washarika wa Igawa na mitaa yake yote kwa siku ya leo? Kwa siku ya leo na kwa hatua tunazokwenda za Pasaka. Ndiyo. Ninafikiri kusema mambo kadhaa. La kwanza, ndiyo, tukumbuke kwamba Yesu Kristo alijitoa mazima kutuokoa wanadamu. Amina. Na sisi tunahitaji kuiga tabia Yesu Kristo kama alivyojitoa mazima, alijisacrifice kwa ajili ya ulimwengu mzima. Amina. Na alifanya kila aliloliweza katika kujisacrifice ili sisi tupate nafasi nzuri ya kufurahia maisha tunapoendelea kumtumikia. Amina. Lakini jambo la pili, ndiyo, ninapenda wanaosikia kupitia Asili Yetu TV, ndiyo, na wanaigawa wakumbuke kwamba Yesu Kristo alikufa ili kuchukuliana na wote walio dhaifu. ndiyo, Na wanadamu tuna udhaifu, na anatufundisha kuchukuliana na kufidiana katika itilafu na mapungufu. ndiyo. Na kaza hivi kwa sababu katika ulimwengu wa sasa roho ya kuchukuliana imepungua kiasi kikubwa kwa wanadamu. Ni kweli. Tunashindwa kuchukuliana wenye ndoa, kuchukuliana kwenye ndoa zao, ndoa zinavunjika ovyo. Ndiyo. Mauaji holela, hii inaonyesha hatuchukuliani, vita zisizo na msingi. Ndiyo. Hii ni roho ya kutochukuliana, lakini roho ya kutothamini na kujali utu wa watu wengine. Ndiyo. Sasa huu ni udhaifu. Yesu alichukuliana na sisi, akafa msalabani kwa ajili yetu. Ndiyo. Lakini pia ninapenda kusema kwamba mfumo wa maisha ya sisi wanadamu unatutaka kila siku tujenge tabia ya kusaidiana kwa moyo mkunjufu. Ndiyo. Lakini tutiane moyo ili sote tufike mbali
ambako Mungu amekusudia. Amen. Na hatari ya sasa, kila mtu anakomaa kivyake mahali alipo. Okay. Yesu hajatuagiza hivyo. Amen. Yesu anatuagiza mtu ampende jirani yake kama nafsi yake. Amen. Lakini pia ninapenda kusema kwamba kwenye mfumo wa maisha ya wanadamu kwa sasa, uongo umetawala kuliko ukweli. Ndio. Tujenge tabia ya kueleza ama kutoa taarifa sahihi badala ya kueneza uongo dhidi ya wengine. Ndio. Kuonyesha sisi ni watu safi na bora na wengine ni watu wabaya wasiofaa. Vizuri kila mtu aseme kweli na jirani yake. Ndio. Na Yesu alitufia ili tufanikiwe kuimarika katika kusema kweli na kusimamia kweli. Amen. Lakini pia ujasiri ndio silaha ya kila mtu anayemwamini Yesu. Ujasiri ndio silaha yako na wewe na mimi. Ndio. Wengi wetu kwenye maisha hatujiamini. Tumejaa uoga. Tumejaa mashaka. Tunaishi kama watumwa wakati Yesu Kristo alishatugharamia msalabani. Ndio. Natoa wito wote wanaonisikiliza katika ujumbe huu, wasiogope chochote. Ndio. Wasimwogope yeyote. Ndio. Wasiogope lolote popote walipo. Muhimu ni kuimarisha uhusiano wetu na Mungu ili Mungu atupe ujasiri wa kushinda ama kukabiliana na jambo lolote bila kuogopa. Amen. Na mwisho, napenda kusisitiza kwamba tunaelekea kwenye uchaguzi wa kitaifa. Ndio. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndio. Katika Zaburi ya 125 mstari wa kwanza na wa pili anasema, wamtumainio Bwana ni kama mlima Sayuni. Amen. Ambao hautatikisika wakaa milele. Amen. Lakini pia tunajua kutoka sura 23 mstari wa 8 inasema, nawe usipokee rushwa, kwani hiyo rushwa huwapofusha macho hao waonao, kuyapotoa maneno ya wenye haki. Amen. Tunapoelekea kwenye uchaguzi na tupo kwenye michakato, watu wote wanaosikia ujumbe huu, mtu asinunue wala asiuze utu wake katika kipindi hiki tunaendelea na michakato ya uchaguzi Tanzania. Amen. Kwa kuruhusu dhuluma, uonevu, kandamizaji wa haki na ubinafsi, Mungu anatuonya. Amen. Anatuonya, asiye haki hutoa rushwa na mwenye haki hufanya mambo yake kwa haki. Amen. Ninapenda kukaza hayo, upendo utawale, ukarimu utawale na ushikamano utawale, ili tufike mbali katika kulijenga taifa letu, mahali ambapo Mungu ametuweka tujisikie raha na tuione raha katika hatua za maisha yetu. Asante. Ninawakaribisha sana wote wanaofuatilia Asili Yetu televisheni kwenye harambee. Ninawaalika tutoe sadaka kumjengea Mungu mahali ambapo Mungu atatuona kikamilifu na tutajisikia raha kwamba tumetoa kwa Mungu, na Mungu watu watakusanyika kumwabudu katika nyumba hiyo takatifu. Tunawakaribisha tarehe 20 mwezi Julai, tujenge nyumba ya Bwana mahali hapa. Asante. Karibu sana Igawa, mtumishi wa Mungu. Amen. Na wote wanaosikia ujumbe huu. Asante. Ubarikiwe kwa somo ambalo umelitoa kwa muda mfupi, dakika chache, lakini ndani yake lina ujumbe mzito sana, na hakika wana Mbalali Igawa wakilizingatia hili, basi yale matukio ya ovyo ovyo hayatakuwepo tena. Amina kubwa. Lakini tumepata taarifa kwamba kuna watu ambao tayari kanisani wameshaokoka, ni watu ambao walikuwa ni wabishi kweli kweli. Hii habari ni za kweli? Hapa Igawa? Ndio. Habari ni za kweli. Ni kwa sababu ya kuchechemua kunakoendelea. Ndio. Tunachechemua hapa. Ajenda ambayo Yesu amenituma ni maombi, neno la Mungu, na watu wapate raha katika neno na maombi. Okay. Kwa hiyo ni lazima watu watafunguliwa, wataokoka, wampokee Yesu kwa Bwana Mwokozi wa maisha yao, kwa sababu vipo vitu vinavyowapa raha. Amen.
Ndio, hapa ni injili tu, hapa ni maombi tu. Ni maombi tu, injili ni maombi. Injili na maombi tu, watu wamuone Yesu. Amen. Ubarikiwe sana mchungaji. Amina, karibu sana. Bwana kubariki na kukulinda wewe. Amen. Watenda kazi wenzako na wote wanaosikia ujumbe huu kupitia Asili Yetu Televisheni. Amina. Watufikishie salamu kwa washarika, tunawapenda. Amina kubwa. Asante. Nikutakie usiku mwema na majukumu mema na maandalizi mema ya Pasaka na ibada zote ambazo zinaendelea kwenye kanisa hilo. Amina kubwa. Asante. Nilikuwa na mchungaji kutoka Mbalali Igawa ambapo nimeweza kuzungumza naye na imani umemsikia. Kuelekea msimu wa Pasaka, mambo ni moto, yamepamba moto kweli kweli. Tumesafiri mpaka huko, bado tutaendelea kusafiri na sehemu zingine. Naitwa Anko G, nikutakia kila laheri na karibu tena Asili Yetu TV.